Yes bana, karibu sana ndani ya 18 kupitia YouTube channel yetu, tukiwa tunatamba na tunapiga story nyingi zaidi za kimichezo. Mimi ni Ibrahim Kasuga, lakini pia kumbuka ukiwa unatazama kwa upande wa YouTube pia una nafasi ya kututazama kwenye page yetu ya Instagram kupitia ndani ya 18 @tz. Tunakuwa tunapata video fupi ambazo pia tunakuwa tunaishi nazo na jumbe zile ambazo tunakuwa tunazituma kutokana na issues mbalimbali za kimichezo hapa nyumbani Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana tuweze kupiga story kwa mara nyingine tena. Na kama utamaduni wetu ulivyo, hapa tunapiga story na wana michezo wale ambao tunaishi nao kila siku, lakini pia kuna wengine wanakuwa huwajui lakini wanakuwa na story zao kuhusiana na mchezo wa mpira wa miguu pamoja na michezo kwa ujumla. Leo kijueni kwetu tupo na Heavyweight Dulla yuko almaarufu mtaani kama mtetezi wa Simba. Bwana, shwari? Kwema. Tuko vizuri? Niko vizuri. Karibu sana. Haya, nashukuru sana. Uko tayari? Hapa kidogo tunaruka hapa na pale. Hivi kwa nini Heavyweight Dulla? Kwamba yani ni heavyweight ile yani mtu akisikia ajua huyu heavyweight mwili, yeah. Heavyweight madini au ni AKA tu ambao umeishi nayo tangu utotoni? Dai bwana, kwanza mimi ni mtu wa kupenda mabishano. Yaani unajua, yeah. Before sijaingia kwenye mambo ya uchambuzi na kujulikana mitandaoni, nilikuwa ni mtu ambaye nikitoka kuangalia mpira tunakuwa tuna vile vijiwe vyetu vya mtaa vile. Tunasema tunapiga mbango. Tunakaa tunabishana. Sasa katika yale mabishano mara nyingi mimi nilikuwa watu na washinda kwenye yale mabishano. Kwa mwisho wa siku ndo ile kwamba unajiona heavyweight. Sio yani hivyo, mwisho wa siku na mimi nikaona kwa nini nisitembee na ili heavyweight. Kwa hiyo wewe mchambuzi wa mtaa kabisa, yani ile kwamba background tukizungumza ni ile mechi imeisha tunachambua tunabishana. Yani unajua mtaa hakunaga uchambuzi, ni ubishi. Unajua uchambuzi manake unakuwa umefanya research yako, umeanalyze mpira, umeona kuna hichi alafu unakuja na outcome, si ndio? Lakini kimtaa mtu anakuja na anachojua yeye. Ndio huyo mchambuzi wa mtaa huyo. Yani ndio inakuwa mchambuzi wa mtaa. Yani kijiwe kinamwaminia. Basi ndio hivyo. Historia, kuwajua wachezaji, nongwa. Unajua kuna zile nje ya historia na nini, kuna nongwa. Yeah. Unajua kwa mfano zile unaweza kutumia background ya mchezaji lakini negative one. Yani hivyo. Kwa hiyo ikatokea hivyo, mwisho wa siku nikaformulate hilo jina. Na kingine ambacho nakikumbuka mimi kipindi naanza nilikuwa natumia jina la Dulla tu kama kawaida, Dulla Hassan. Sababu mimi babu yangu anaitwa Hassan. Okay. Kwa hiyo nikawa natumia Dulla Hassan ikaenda, lakini siku moja nilionana na mtangazaji wa mpira wa Azam TV, Baraka Mpenja. Kwa sababu kuna kipindi nilikuwa naendaga sana kwenye ofisi yake kuchambua, alinipa hiyo platform. Kipindi hicho cha nyuma nafikiri 2023 hivi. Na yeye aliniona kupitia Azam TV ambao nilifanya kipindi fulani cha mgodi. Okay. Nikapongezwa pale na wachambuzi wa Azam na nini ndo yani sema ndo safari yangu ilipozidi kuongea hapo. Kwa hiyo aliniita siku moja ofisini akaniambia, bwana, ile jina unalotumia Dulla Hassan jepesi yani tafuta jina fulani ambalo linaweza mtu akisikia tu anajua hii ni identity ya mtu fulani. Kwa hiyo nikicombine na ile status ambayo nimekuwa nikipewa nikaona fresh heavyweight na hilo limeitika. Yes. Na mtu akimwona Heavyweight Dulla akisimama hata kama clip yake haitoi sauti, wanajua tu hapa Simba inatetewa. Kama sio Simba inatetewa basi Yanga anauawa. Ni ile minyama ambayo Mediali alikupa mwanzo ndio ilikufanya yani ukasema sasa mimi nakuwa unyamani. Yani mimi nakuwa na upande wa unyamani. Mtaa unakutambua kama mchambuzi wa Simba. Na nafurahi. Unajua nikwambie kitu kimoja. Mimi ndo maana napenda vipindi kama hivi. Kwa sababu watu wanapata kujua upande mwingine wa mtu, background yake. Unajua mimi nilikuwa mtu wa kawaida kama nilivyokuambia. Na kuna kipindi kuna washikaji zangu fulani walinichukua wakanipeleka kwenye channel yao inaitwa Simba Fans TV. Simba Fans, yeah. Unaijua? Wakanipeleka pale. Kulikuwa kuna bosi huko Mwanza, yeye ni daktari, alikuwa anatufund sisi tuweze kutoa uchambuzi kwa ajili ya Simba. Sasa tulivyofika mbele, mimi na yule bosi na watu ambao tupo nao pale tulikwazana. Kwa hiyo akatutimua. Unajua ile katika kutimua, na alikuwa atulipi by the way, lakini unajua katika ile mabishano ya hapa na pale, mambo ya maslahi tukawa tumeacha. Kwa hiyo wale mashabiki, kwa sababu nilikuwa nimeformulate group, wale mashabiki wakawa wananiuliza, vipi mbona siku hizi hatuoni uchambuzi wako?
Na mule ilikuwa tunavaa mpaka jezi nini fresh. Kwa hiyo ni shabiki wa Simba au? Of course mimi ni shabiki wa Simba. Okay, lakini naomba niseme kitu kimoja. Watu waelewe. Unajua Tanzania kuna notions ambazo tunazo kwamba ukiwa shabiki basi haufai kufit kwenye uchambuzi. Umeelewa? Mimi kwa nafasi niliyopo kwa sasa hivi kazi yangu inaniambia nifanye hivyo, kwa sababu hao mashabiki walivyoona kwamba sipo kwenye ile media, wao ndo wakanipa jukumu. Kumbe umefukuzwa, unahitaji nini? Sisi tunataka channel, ufungue channel yako tu tunakusikiliza, lakini uwe unazungumza kama ulivyokuwa unazungumza Simba Fans TV. Kwa hiyo nifungue kama vile fan channel, yani kwa ajili ya Simba, nitetee, nifanyeje. Na mimi ndio maana sikutaka kuambatana na mashabiki. Yani mimi sijataka kuambatana na mashabiki kwa sababu unaweza ukawa unazungumza kitu kizito lakini mtu asikitilie uzito kwa sababu anakuona wewe ni shabiki. Umeelewa? Kwa hiyo wewe ni shabiki wa Simba, lakini ndio bwana nimesema unaonekana kama vile ambavyo nilikuwa nazungumza na Ibrahimu Ambokili. Akisimama tu hivyo watu wanaiona Yanga. Wewe ukisimama tu hivyo watu wanaiona Simba inazungumza. Na uzuri umesema wewe ni shabiki wa Simba. Kwa hiyo umejikategorize kama mtu ambaye unachambua Simba tu. Hapana. Si umesema Yanga naichambua. Yanga pia huwa naichambua kiupana. Na of course sasa kwenye kuchambua mimi huwa siipondi. Kwanza hapo tuelewane. Mimi huwa siipondi Yanga. Yanga huwa naizungumzia kitu ambacho ni kipo. Si unanielewa? Mimi niliwahi kusema kuna msimu uliopita Yanga swalishia group stage. Yes. Si ni mimi kafuatilia klipu zangu nilisema kuna mchezo ambao walikuwa wanahitaji alama dhidi ya USM Alger, dhidi ya MC Alger. Katika kipindi ambacho watu wengi walikuwa ni kama wanampa nafasi Yanga. Yaani ule uchambuzi uliokuwa unafanywa haukuwa unamjenga Yanga. Si unanielewa? Yeah. Ulikuwa unamfanya kumwaminisha kwamba ile MC Alger kwa Mkapa ni ganda tu la kuteleza. Hapa nikuuliza swali la kizushi. Umeshakutana na Alikamwe? Hapana, sijawahi. Ukikutana naye unaamini au hata priva? Yaani kwa ambavyo unafanya ukikutana nao hivi na mtu yote wa Yanga unaamini utapokelewa vizuri, yani kwenye facial expression ile. Of course siwezi kuzungumzia nafsi yake, lakini mimi na uwezo wa kusoma characters za mtu. Alikamwe ni mtu ambaye yani of course mimi nimekuwa nikideclare sipendi kuwazungumzia sana hawa, lakini kitu positive ambacho yuko nacho Alikamwe ni kwamba ni mtu ambaye anavoona kuna mtu ana support club au ana support jambo lolote chanya la club, huwa anamweka karibu. Tafsiri ya haraka design ya mtu kama huyu akikuhisi au akidhani kwenye nafsi yake unarudisha nyuma harakati zake za kuipambania klabu yake, automatically atakuona wewe. Influencers wa Yanga ushakutana na mashambulizi? Wengi ni washikaji zangu, wengi sana. Washikaji. Yaani ni washikaji zangu, tunawasiliana. Mwalimu Yanga muulize Godi Yanga, muulize Fumau. Kuna wengine ambao nikikutana nao huwa tuna bang ile, tunakuwa fresh. Kevo sijawahi kukutana naye, lakini naamini sidhani kama atakuwa na chuki na mimi kwa sababu mimi appreciate, sina chuki naye. Na the same kwa watu wote. Kuna huyu Chebe Yanga, sio kama unamfahamu, kuna kipindi alikuja mpaka nyumbani kuangalia mpira, tumeangalia wote mechi ya Simba. Kwa hiyo niko nao fresh. Na mtu asije akadhani kwamba eti mimi nawachukia Yanga. Hiyo itakuwa ni kwa sababu mimi mwenyewe baba yangu mzazi ni Yanga. Sasa nitawachukia vipi Yanga? Bwana, Simba wana kocha mpya. Wamemtambulisha baada ya mambo mengi sana kutokea hapa katikati. Bwana, Simba wategemea nini? Unajua kwa bahati mbaya sana mimi siamini kwamba mzizi wa changamoto ambazo Simba wanapitia ni kupata kocha mpya ndo solution. Mimi siamini. Shida unaona nini? Kwa sababu kuna section ya uongozi ulisema utaiongelea. Mimi nitakuja nitajibu hilo swali, lakini huyu kocha mpya ni kocha ambaye kwanza anahitaji kupua muda kwa sababu of course historically anaonekana sio kocha wa mataji. Hajashinda. Of course na amedumu kwenye klabu ya Stellenbosch muda mrefu. Almost miaka 2017 mpaka 26 25, maana miaka 9.
Miaka 8-9. Maanake misimu 9. Huu pia tuna account kwa sababu tayari ameiongoza katika mechi 14, ameiongoza kwenye Telecom knockout, ameiongoza kwenye Nedbank. Sasa naweza nikasema ni ame complete karibu robo tatu ya msimu. Yaani ni ligi tu ndo hakumaliza. Kwa naamini kwamba mabadiliko ya kocha haigarantii maisha mazuri kwa Simba. Kitu gani ambacho unaamini kikibadilishwa ndo kitawapa maisha mazuri kama sio kocha? Kwa kocha, manake kwa kocha tunazungumzia eneo la kiufundi. Yule kocha tumesema sio shida. Kocha sio shida, lakini kuna changamoto za kiufundi ndani ya kikosi. Hilo ni eneo la kwanza. Kwa wachezaji. Ambapo swali jepesi inaweza kawa Simba hawana kikosi sahihi. Iko hivi, unapikaga pilau labda mchuzi. Ukichukua kiungo cha pilau ukikitia kwenye mchuzi, hakiwezi kufanya vizuri. Lakini haimaanishi hicho kiungo cha pilau ukikitia kwenye pilau kitafanya vibaya. Simba wana wachezaji wa aina moja wengi. Hawana wachezaji wengi wenye machaguzi ya kiufundi. Hiyo ni shida. Hiyo ni shida kubwa sana. Manake hilo kundi hakuna kocha ambaye anaweza kufanikiwa nalo. Unless ya sajili. Of course anaweza kufanikiwa kwa sababu kwenye football kuna moments zingine nje, kwa sababu chances ziko improvised chances ambazo ziko ndani ya mpango kazi wa mwalimu, nje ya mpango kazi wa mwalimu, na systemic ambazo ziko ndani ya mpango kazi wa mwalimu. Kwa hiyo kufanikiwa kunategemea pia. Tukiachana hizo changamoto zote, kwa mwana Simba ambaye anatutazama na kutusikiliza muda huu, wategemea kitu gani kutoka kwa kocha Steve? Wategemee mpira wa kushambulia, lakini wategemee pia kuvuja kwa defense. Mbona unaongea kama unaongea kwa wasiwasi? Of course ninajiamini kwa sababu kwa sababu na wewe ni Simba, kwa una masikio ndani yake. Tizama, fuatilia hata jinsi ambavyo wamekuwa menini. Of course so far ameconcede mabao 18 katika mechi 14 kwenye ligi. Lakini yeye ni Stellenbosch. Umeelewa? Simba. Of course lakini changamoto. Unajua kama timu ina concede kwa sababu ya kimbinu. Unajua kuna individual mistakes alafu kuna changamoto za kimbinu. Timu ina concede kwa changamoto za kimbinu. Msimu ambao wameconcede goli nyingi ni msimu wa 2019-20 ambao ndo walipanda ligi. Kwa sababu alipewa timu ikiwa ligi daraja la kwanza. Ndo waliconcede goli 20 katika mechi 14 za mwanzo. Hawakuwahi kuconcede nyingi zaidi. Hii wana concede goli 18 mara ya pili sasa. Goli 18 nyingi zaidi katika mechi 14 za mwanzo. Simba, kwa hiyo hicho kitu ni of course. Uongozi wa Simba kwa bahati mbaya sana saa hizi, yaani inawezekana ukikutana na Murtaza Mangungu, hata ndugu yangu mtaki pale, inawezekana akisikia jina la Mangungu cha kwanza kabisa inaweza kawa anajua hapa kuna jambo la ajabu. Akitaja tu Mangungu anatajwa matatizo, anaonekana mtu mwenye mambo mengi. Unadhani watu wa mpira wa miguu wanamkosea heshima mwenyekiti wa club? Sababu hata kwenye press walioifanya unaweza ukaona clips zilizoanza kupostiwa zote, inaonekana ni kama mwenyekiti anachekesha. Yaani watu wanacheza na mwenyekiti. Tunamkosea mzee. Of course mimi kwa upande wangu labda niende straight kwenye answer, ni kwamba yeye hahusiki moja kwa moja na matokeo mabovu ya timu kama ambavyo watu wana complain. Unajua nataka ni review kidogo kwa summary kidogo haraka. Iko hivi, kwenye mpira, uongozi wa mpira watu wanabidi waelewe huko aina sehemu mbili. Kuna management au managerial. Manake timu imekaa kwenye hoteli nzuri, imekaa kwenye wachezaji wamelipwa posho, mishahara na nini and whatever. Alafu kuna tactical aspect ya leadership. Kiongozi ambaye sasa anasimama pale kwa ajili ya mambo yote yanayohusiana na ufundi ndani ya timu. Mimi kwa nilivyo review Simba, naamini hilo ndio eneo ambalo linapwaya. Sasa eneo hili likipwaya, automatically lina affect maeneo yote, kwa sababu mwisho wa siku timu itaanza kuendeshwa na tactical aspect za mtu wa nje. Kwa mfano kama Wakala, tuletee winga mzuri mwenye sifa hizi. Umeelewa? Lakini kunatakiwa kuwe kuna watu ndani ambao wana uwezo wa kujua wapi kikosi kinavuja. Wawe wana uwezo wa kupredict nini ambacho kinaweza kikatokea baada ya misimu miwili. Usajili wa future, usajili wa sasa. Kukosekana kwa watu inawezekana bado inaonekana uongozi umekosa plan. Of course, hiyo nimeandika karibu note kwenye daftari karibu peji 6. Madhara ya kukosa tactical aspect kwenye klabu yoyote. Makocha watafukuzwa sana, wachezaji watabadilishwa sana, timu itakuwa stagnant, uongozi utaonekana haufanyi kazi nzuri. Haki hapo anahitaji kuwa na mkurugenzi wa ufundi.
Sasa kwa Afrika mkurugenzi wa ufundi ni changamoto, lakini ndani ya uongozi, ndani ya bodi kuwe kuna watu ambao wana uwezo mkubwa na uelewa mkubwa wa mambo ya kimbinu kwenye football. Hilo tu. Yeah. Kwa hiyo uongozi wa Simba kwako wewe sio mbaya. Sio mbaya. Watu wanachanganya hivi vitu viwili. Yani Simba utasikia lini mchezaji anadai? Simba utasikia kuna mchezaji ana utovu wa nidhamu na akiwepo si anachukuliwa mfano ya kuuliza vitu hivi. Simba unasema haina uongozi mbaya. Nikisema kwamba Simba ina uongozi mzuri lakini viongozi wake sio washindani, nitakuwa sahihi? Hapana. Haina uongozi mbaya lakini viongozi wake wanashindwa kucompete na mahitaji ya sasa ya sokoni. Ndio kwenye eneo la planning ambalo ulikuwa unazungumza. Kwa sababu ni viongozi ambao sio washindani. Simba haijatoka kwenye ushindani. Simba haijatoka kwenye ushindani. Tunashindwa kuachieve target tunazoziweka na kushindana kwenye labda kwenye ligi. Of course ni msimu uliopita wamefika finali ya Confederation ambayo ile ni hatua, sio mafanikio. Si ndio? Kwa klabu ni kitu cha kujivunia kwa michuano kama ile. Yes. Kwa sababu kumbuka before Yanga walisherekea medali. Yeah. Unaelewa? Ambayo ilikuwa ni stage fulani umefika. Wamesherekea. Sisi tunakubaliana? Yes, wamechinja, wamekunywa supu kwa sababu ya medali. So kwa nini Simba isionekane kama ni utata huo Dula kwamba kwa sababu Yanga alisherekea Simba naye? Nimekupa uzito wa jambo kwamba kama wao si klabu kubwa. Na Yanga si ndio imechukua mataji mengi zaidi ya ndani. Ilitakiwa Yanga ndio iwe inakimbizwa na Simba kwenye mafanikio ya Afrika. Yaani muda huu Simba ndio ingekuwa inafukuzia rekodi za Yanga. Ndio ilipaswa iwe hivyo. Kwa sababu huyu amechukua mara nyingi, umeshiriki mara nyingi. Kwa nini Simba leo ndio inakimbizwa kwenye rekodi za Afrika? Bana, huyu ni Heavyweight Dula, tunapiga naye story, mchambuzi wa masuala ya soka kama ambavyo amezungumza kwamba yeye alikuwa mtu wa mbango kwanza kwenye vijue vya soka mtaani. Kwa hiyo ni mtu ambaye ametoka kule kabisa ambako unaweza kusema mpira upo kwa wenyewe wanaoupenda mpaka leo hii Watanzania wanamuona na tunamuona kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ni Ibrahim Kasuga, Heavyweight Dula yuko hapa, lakini nikwambie time hii bwana, una nafasi ya kushinda gari Harrier sawa bwana Anaconda ya mwaka 2016, lakini pia vile vile kuna iPhone 16 nayo pia iko mezani, kuna bajaji pamoja na bodaboda. Hizi zote tunazipata kupitia PremierBet. Ambacho unatakiwa kufanya ni kufungua akaunti yako ya PremierBet, au kama tayari una akaunti ya PremierBet basi ukishaingia kwenye dashboard yako pale kuna sehemu ambayo iko pale ya gift hub. Ukiingia kuna challenge mbalimbali ambazo unaweza ukazicheza, unakuwa unazicheza pale zile challenge. Kadri ambavyo unakuwa unakamilisha challenge zako, kuna coins ambazo unakuwa unazipata kama reward kwa kile ambacho unakuwa umekifanya. Unavyozikusanya nyingi zaidi ndivyo ambavyo zinakutengenezea nafasi ya wewe kushinda gari, kushinda simu, kushinda bajaji au kushinda pikipiki. Kwa hiyo ambacho tunatakiwa kufanya ni kucheza zile challenge mara nyingi zaidi ili uweze kuwa sehemu ya washindi. Ni simple tu. Hapa haihitaji Manchester ashinde wala haihitaji Barcelona afungwe. Ni wewe tu kuingia kucheza challenge zako, jambo linakuwa jambo. Hapo 442 nini hauhitaji kuziapply sana kwa ajili ya wewe kuweza kuwa sehemu ya washindi. Kwa hiyo jambo lipo mikononi mwako. Hapo hakuna mupe muruke. Ni wewe mwenyewe tu kwenda kucheza hizo challenge ili jambo liweze kunyoka. Haya mambo yote tunayapata kupitia PremierBet. Ambacho tunatakiwa kufanya ni kutembelea website ya www.premierbet.co.tz. Ingia pale, nenda katengeneza jambo lako ili uweze kuenjoy zaidi na zaidi. Bwana Heavyweight Dula, kabla hatuja maliza, ukiutazama msimu huu wa ligi kuu na mazingira yake namna ambavyo yalivyo, Simba na utafuta ubingwa, Yanga alianza taratibu. Azam FC wameanza nje ya matarajio ya watu wengi wakiwa chini ya kocha Ibenge. The same pia kwa upande wa Singida, hawana ile unaweza kusema utipu, yani kwenye level ya ushindani sio muendelezo mzuri kutoka kwao. Nani bingwa wako msimu huu kwa ambavyo unaona mazingira yalivyo na ukipredict huko tunakoelekea? Nani unaona ipo vizuri kwenye kuwa bingwa? Sasa bingwa naona kama mapema sana kwa sababu Yanga ni bingwa mtetezi, manake automatically kimahesabu anakuwa anapewa nafasi kubwa, lakini nikimwangalia Yanga possibility ya kuangusha alama anayo. Umeelewa? Dhidi ya Azam tu unaweza ukapredict kwamba anaweza akaangusha alama kadhaa kwenye mechi zao. Kwamba kwa Azam Yanga hata kuna
anaweza akaangusha alama probably, kwa sababu kwenye football unajua na Azam kama unavyoelewa sehemu yao ya kufutia aibu ni dhidi ya timu kubwa. Azam anaweza akaifunga timu akashangilia wiki 2 nzima. Unaelewa? Simba ameifunga na mpaka leo wanashangilia, si ndio? Kwa hiyo msimu ambao kwa hiyo ndo kitu chao. Kwa hiyo unaweza kashangaa wana surprise Yanga. Kwa hiyo bado, lakini of course slight advantage anao Yanga. Yeah. Simba ikitokea wamechukua mabingwa fresh, ikitokea yani kwanza ubingwa ni baina ya timu mbili, Simba na Yanga. Of course Yanga naweza nikampa 55%. The rest is a Simba. Mashabiki na wanachama wa Simba wakiukosa msimu kwa ambapo umegusa usajili nini, kuna sehemu ya commute na wasubiri tena msimu ujao, au watakuwa na haki ya kupiga kelele? Of course mimi kuwapangia siwezi, lakini watapiga kelele. Yani of course mtaalamu kwa kikawaida timu yao ilivyo, mambo yanavyoenda kikawaida walitakuwa wa diagnose tatizo liko wapi, sio mpaka misimu 5 yote. Lakini kwa sababu walishindwa kujua tatizo liko wapi, wataenda kupiga tena kelele. Wataenda kupiga tena kelele, lakini sio kitu muhimu. Kitu muhimu unapoona kuna moto, sio kwanza kulumbana moto umetokea wapi. Tatizo la kwanza, yani manake solution ni kuuzima kwanza. Umeelewa? Sasa kupiga kelele then itasaidia nini? Kwa sababu kelele zimepigwa misimu 4. Mfano ukipewa nafasi washauri mashabiki wa Simba kuhusiana na hizi kelele ambazo umetajwa wanapiga kelele, ili waweze kusolve tatizo, wafanye nini? Kwanza mashabiki wa Simba, mimi binafsi natamani nipate nafasi ya kukaa nao chini. Kuna vitu vingi sana natamani kuwaelekeza. Kwa mfano nitakwambia, mnavopiga kelele mara uongozi mbaya, mara nini, unajinyima nafasi au unanyima utulivu klabu yako kuweza kufikiria mambo muhimu. Unawalazimisha viongozi waanze kufikiria namna ya kuwatuliza kwanza nyie kabla ya kufikiria namna ya kuseto kwenye timu. Umeelewa vizuri? Timu inahitaji utulivu. Umeelewa? Kuna vita zingine za nje. Kuna mambo ya kufungiwa, kuna nini. Sasa nyie mkianza kulumbana nyie kwa nyie, automatically wale wapinzani wakichomelea mirija yao. Kwa mfano utakwambia mambo ya jasusi na nini hayapo. Lakini wanatumia advantage ya migogoro ya ndani kusema kuna jasusi ili mzidi kutifuana. Sasa the more mnavozidi kuingia kwenye mtifuano, the more mnavozidi kuichelewesha timu kufikiria mambo ya kimaendeleo. Kwa hiyo ndio maana nikatamani niwaelekeze. Kwa hiyo nafikiri hapa watakuwa wameshapata. Bado kwenye hiyo issue ya jasusi. Alikamwe juzi kanukuliwa. Anasema kwamba wana majasusi ofisini, wana majasusi wanaovaa jezi za timu pinzani, yani wanachezea timu pinzani, majasusi. Na huyo na Alikamwe anatoa taarifa ambazo ni kama ana predict kwamba bwana, nimeambiwa kuna taarifa fulani afu kweli inakuja. Kwa nini wana Simba wasichanganyikiwe? Kama vitu ambavyo vinazungumzwa na mtu wa upande wa pili, kuna mazingira vinatokea. Unajua Simba vitu ambavyo vinaweza vikatokea ni rahisi sana kuvipredict. Kwani jambo la saikolojia. Ni jambo tu la kucheza na kama unavyojua kuna mgogoro wa ndani. Kwa hiyo yani ni kama anatia chumvi tu kwenye mchuzi. Hamna jasusi yoyote. Nikikupa nafasi ya kumzungumzia Engineer Hersi, utampakulia minyama mwanzo mwisho au kuna sehemu wanatukosea? Of course anafanya kazi nzuri, jambo la kwanza ukweli usemwe. Lakini kuna sehemu of course mimi binafsi ananikwaza. Kwa mfano swala la kwenye ule mkutano kule Qatar Doha, kitendo cha kutolea mfano, haijalishi kutaja, lakini kitendo tu cha kuidisplay Simba kama sehemu yenye uongozi mbovu ni kuonyesha mashabiki wa Simba wakiwa yani ni kitu ambacho akijakaa sawa. Of course ni kiongozi mkubwa, nafikiri anaelewa vitu kama hivyo. Alipaswa kutumia njia nyingine. Kwamba Hersi hakuweka uhalisia au aliwakosea tu kuwatumia nyie kama mfano. Mimi binafsi nishajibu kwamba Simba hakuna uongozi mbovu. Simba kuna kitu kidogo kimepungua ambacho kinapigiwa kelele, ambacho ndo kinafanya mambo mengine anashindwa kuwa perfect, lakini uongozi unafanya mambo yake vizuri. Umeelewa? Wachezaji wanakuwa accommodated vizuri, wanalala sehemu nzuri, wanapokea mishahara kwa wakati, timu ina utulivu, pre-season nafikiri umeona imefanyika vizuri, maandalizi mengine yote yanafanyika perfect. Hakuna mchezaji wanalalamika wala nini. Kwa hiyo ina maana managerial iko vizuri. Kinachopungua ni watu wa kiufundi.
Kwa hiyo rais wa Yanga waombe radhi kwa ni kama wao. Unajua Yanga Engineer Hersi ambacho mimi nampongeza, mpira anauelewa, si ndio? Anaujua mpira. Lakini kuna mambo ya managerial hayapo vizuri ndani ya Yanga. Na ndio maana ni rahisi kusikia Ndambwile anadai. Afu unasikia unamshikia Bastola bana, hamna kusema unadai. Tunakulipa hela hapa. Bastola tena. Sasa sina mambo kama bwana Adula, sisi tukushukuru sana, dakika zetu kadhaa tu. Naamini watu watakuwa wameweza kujua umeokota profile yako umetoka wapi, lakini pia hizi story ambazo zinaendelea za mjini. Tunavuka makundi AFCON Tanzania. Of course, Nigeria, Tunisia, Uganda, kundi letu. Hizo team ni very strong. Tunacheza na Nigeria kesho kutwa. AFCON iliyopita tulipata alama 2. Hii unaona tutakusanya alama ngapi? Alama 3 za Uganda zipo. Uganda tunamfunga. Yeah, of course. Yes bana, AFCON itakuwa ikianza na kupitia Premier Bet pia unaweza kuwa unatengeneza mikeka yako msimu huu wa AFCON games zikiwa zinachezwa, lakini pia tutakutana tena michezo ikiwa inaendelea kuja kupeana updates pamoja na story nyingi ambazo zitakuwa zinaendelea. Tayari AFCON ni ile story za Kameruni tumeanza kuzisikia huko, kocha katangaza kikosi, Etone na kikosi chake, taifa lina vikosi viwili, stories zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo kupitia Premier Bet pia unaweza kuendelea kuenjoy zaidi msimu huu AFCON, na good news ni kwamba AFCON inaendelea, lakini pia ligi mbalimbali nazo zinaendelea. Hivyo Dula, shukrani sana. Tunaamini tutakutana tena kijiweni kwetu kwa ajili ya story nyingi zaidi. Mimi ni Ibrahim Kasuga na hii ndani ya 18 kupitia YouTube channel yetu. Unaweza ukasubscribe na bonyeza alama ya kengele hapo kwa ajili ya kuwa unapata notification muda wote. Instagram ni ndani ya 18 TZ. Bye bye.